Dada Mange Kimambi ameweza kumlipua vibaya mno Juksi, ikiwa ameongea ukweli kwenye mambo yafuatayo ambayo nitaenda kunukuu na kusomea jinsi kama alivyokwisha kuposti mwanadada huyu Mange Kimambi ambaye amekuwa akijiita dada wa taifa. Mapema hivi leo, ikiwa ni masaa machache yamepita, masaa matatu, posti ambayo ameweza kuiposti imeweza kupata jumla ya likes 18,700. Wakati huo imepata comment kutoka kwa wadau na watumiaji wa mtandao wa Instagram, zikiwa ni jumla ya comment 1000, lakini pia shares kwa watu ambao wameshare katika sehemu mbalimbali, shares zikiwa 500. Sasa mapema asubuhi hii mwanadada Mange Kimambi ameweza kuriposti hii hapa screenshot ambayo ameitoa katika page ya The Shade Room. Page hii ambayo imetusurprise kiukweli hapa Tanzania, na hii ikiwa ni baada ya kumposti Juksi pamoja na mastaa mbalimbali ambao walihudhuria katika harusi yake huko nchini Nigeria, Lagos. Sasa hiyo The Shade Room, kiufupi kama bado hujatazama video ambayo niliweza kuitoa nikielezea The Shade Room ni kina nani, bana, hii ni page kutokea huko Marekani ambaye iko chini ya umiliki wa mwanadada huko nchini Marekani, ambaye mwanadada huyu anaitwa Miss Nandwa. Mwanadada huyu ana pesa kweli kweli huko Marekani, na aliweza kufanyiwa mahojiano tofauti tofauti na vituo vikubwa vya habari huko nchini Marekani, kwa mfano kama Fox pamoja na majarida mengine makubwa ambayo yaliweza kumfanyia interview. Na hii ni kutokana na kumiliki page kubwa ambayo inaongoza kwa kufanya mambo ya gossiping. Nikisema gossiping namaanisha umbea wa mastaa pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vina trendi huko nchini Marekani. Yani kwa mfano tukichukulia hapa Tanzania, kwa mfano page ya nani ambayo mara nyingi inakuwa inaombea sana. Kuna page kadhaa ambazo zinakuwa zinaombea wa mastaa mbalimbali. Kwa mfano Mange Kimambi pia ni moja kati ya page ambayo inafanya kitu ambacho kinafanywa na The Shade Room. Lakini pia Juma Lokole anafanya kitu hicho, Kerima Story anafanya kitu hicho ambacho pia kinafanywa na The Shade Room. Sasa The Shade Room waliweza kuposti hapa posti ya Juma, ambayo posti hiyo waliweza kuandika mambo mengi ambayo nitakwambia mwishoni. Kabla sijakwambia, ngoja nikusomee kile ambacho ameweza kuandika mwanadada Mange Kimambi akimlipua vibaya mno Juksi, ambaye tayari ameshaoa bana. Sasa hivi tunamuita mme wa mke mmoja. Sasa caption ya mwanadada Mange Kimambi aliweza kuandika caption ambayo ilikuwa inasomeka kwamba dada Deki, Juma kupostiwa The Shade Room, ukweli usemwe, Juksi kajua kuoa ise. Hii ndo wazungu wanaitaga marrying well. Career yake can only take off from the onward. Yani kajua kuoa. Hongera sana Juma, ila nina swali. Wewe umeoa kweli kweli, tena umeoa sehemu ambayo you can grow big. Yani umeoa kwenye soko la Afrika zima, ila mbona ulikuwa unamsakizia mwenzako akaoe huko Pemba? Faka flash na emoji mbili za kucheka. Mwanadada huyu Mange Kimambi akaendelea kusema na kuandika kama ifuatavyo: wewe umeoa huko kwa watu wa maana, ila mwenzio ndo akaoe kwa Hadija Kopa awe na kazi ya kupigiwa video call na mke pamoja na mama mkwe wakiwa kwenye Kigoma wanachamba. Wewe umeoa kwenye klasi, mwenzio unamsakizia aishie kwenye urojo, ila kuna sehemu nimeona unastua Diamond amwangalie Diana. Ile kuongea mwanadada huyu Mange Kimambi akisema ya kwamba alijua kulia kisanii alafu muhuni mwenzio anakufuta machozi, nilicheka sana. Eti hiyo slide namba 2 ndo Diana huyo. Embu muone huruma kinganga wetu jamani. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Mange Kimambi akimsema sana Juksi, kwa nini wewe umeoa sehemu nzuri lakini kwa Diamond Platnumz ulimshauri akamwoe bidada huyu Zuchu ambaye ni mtoto wa Hadija Kopa. Na ameweza kuongea shit fulani akisema kwamba unamkuta Zuchu pamoja na mama yake Hadija Kopa wako kwenye Kigoma wakati wanampigia na Diamond video call wakaendelea kuchamba watu taratibu. Sasa slide namba 2 ilikuwa inamuonesha Daina, ambaye huyu Daina ndio inasemekana kwamba ndo kama vile anajisogeza sana kwa Diamond Platnumz, na watu wengi walisema kwamba huyu pengine Diamond anaweza akaja kamoa, japo hizo ni za chini chini, hazijawa exclusive kivile, lakini kitu kama hichi bado kinatembea mpaka sasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Na hichi ndicho ambacho aliweza kusema mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia page yake ya Instagram. Lakini kikubwa ambacho kinaendelea kuhusiana na The Shade Room, kama bado hujatazama video ambayo niliweza kuitoa mwisho, The Shade Room ni kampuni la habari ambalo linahusu na mambo ya gossip, yani umbea, lakini pia linafanya trending news, la pia likichapisha clips mbalimbali za kiburudani ambazo clip hizo
zinaleta mchecheto kupitia jarida la Instagram kwa mashabiki. Sasa hii The Shade Room leo imeweza kumposti Juma Jux, ambapo wameweza kuposti pia na picha nyingi za mastaa wakisema ni star gani ambaye pengine alipendeza zaidi katika hii issue ya Juma Jux, lakini waliweza kuandika caption ambayo kama ilikuwa hujui basi nakuwekea kipande kidogo cha video ukitazama, lakini baada ya hapo utaweza kusubscribe, lakini pia utashusha comment yako ili uwe mwanafamilia yetu wa nguvu ambayo utakuwa unapata update zetu kila wakati. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud_Drizzy. You are not married. Chief bridesmaid, are you married? You like her? I'll give you her phone number. You know so? Oh, like him. Oh, there's something quietly. Imagine Bongo. Amen. Do we have a special number for them? Piano quartet. A piano quartet is going to give them a special number. Simba, sema chochote. Harusi ya kwanza unasimamia hii. Yeah. Smells good, my brother. Yeah. No, so far. Best love. Best man of the year. Ever. Diamond Platinum. Yeah. Bring out the bride. We prosper both of you. He will guide you. He will keep you. And there will be no failure in your lives. In Jesus' name we have prayed. Once again, congratulations. Juma, look after my daughter. Keep her well. Mosquito mustn't bite her. Fly mustn't chop her. She must be well fed and well looked after. Otherwise you'll see me in your dreams. Amen. God bless you. Look after your husband. Are you okay? Are you married? You are not married. Lesi ya chocolate walijua watu kuidesign. Wanawake sisi kimasomaso. Mimi nikopo na yani kila nikiangalia meza nikopo nilikaa na wamama, lakini uliona walijitahidi kutengeneza zile nguo in very classic design. Ukiacha Watanzania wote ni wazuri by natural. We jana tulijua kuifanya pambe, tulijua kuifanya shenge. Hey! Hello, we tuliit tukaacha noma za fata crumbs. Sijui unaelewa? Kwa hiyo blogs zote za Tanzania mnatakiwa mjifunze kusupporti watu wenu. Wa Nigeria wanasupportiana in any way. Apitia peji zote za wa Nigeria, hautokuta picha ya Mtanzania hata kama kapendeza wamemposti. Hakuna sehemu wanaoongelea Mtanzania, ni wanaongelea wao wenyewe, ni wanasifiana wao wenyewe. Sisi watu wanahangaika kutengeneza majina, lakini chanzo cha kwanza watu wanashushwa hadhi na mablogs yetu wenyewe. Unaendaje hii hapa sasa hivi imekuja kuwa unaendaje kumpa pointi Nigeria chini ya Mtanzania, ambapo the fact kuwa wewe mwenyewe ni Mtanzania. Kwa hiyo punguzeni chuki. Mnakuaga mnajiingiza kwenye mabifu ya kipumbavu. Na sasa mimi ndio niwaambieni yanko. Mimi sijataka kuvaa kwa ajili ya komenti ya mtu. Nimevaa kile nilichovaa kwa afford. Nimetumia expensive designers. Darling, you are talking about Small Kids and JM Correction. You know the vibe.